Naam, habari wapenzi wafuatiliaji wa channel hii, kama hujasubscribe basi subscribe ili uje kwa kwanza kupata taarifa zetu. Bwana, leo hii kuna taarifa mpya ambayo imeweza kutolewa na CAF kuhusiana na mchezo wa Simba Sports Club wa fainali la kombe la shirikisho ya mkondo wa pili. Tunafahamu kwamba mkondo wa kwanza unachezwa tarehe 17 kule Morocco dhidi ya RS Berkane, na mchezo wa pili utachezwa tarehe 25 katika nchi ya Tanzania. Wengi wao tulitarajia kwamba mechi hiyo itakuja kuchezwa katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, ambao tunafahamu kwamba kwa klabu ya Simba Sports Club katika uwanja wa Benjamin Mkapa huwa hatoki mtu, na sio kwa maneno, lakini ni kwa vitendo. Tunajishuhudia na kujionea kila siku Simba inapocheza mechi za kimataifa katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, hamna timu ambaye inaweza kutoka salama ndani ya dakika 90 kwa ujumla. Lakini taarifa ambayo imetoka sio nzuri sana kwa Tanzania na sio nzuri sana kwa wanasimba kwa ujumla, kwa sababu hiyo mechi imeweza kuahirishwa kutoka katika uwanja wa Benjamin Mkapa na kuahirishiwa katika uwanja wa New Amani Complex kule Zanzibar. Ina maana kwamba ilipochezwa nusu finali ya Simba Sports Club kule Zanzibar, ndipo itakapokuja kucheza finali dhidi ya Berkane kule Zanzibar. Hii imekuwa na madhara mengi sana kwa klabu ya Simba Sports Club kiufundi pamoja na kibiashara zaidi, yani financial. Nikisema financial, masuala ya pesa, ina maana kwenye mapato. Kivipi? Kwenye masuala ya mapato. Kwenye masuala ya mapato ni kwa sababu uwanja wa New Amani unaingia watu 15,000. Kwa klabu ya Simba wana uwezo wa kuujaza uwanja wa Benjamin Mkapa kwenye mechi tu za kawaida, ambao unaingiza watu wasiopungua 60,000. Ina maana sehemu ambao watu 60,000 Simba Sports Club wanajaa kwa kiwango cha hali ya juu kuliko watu 15,000 ambao hii ni fainali inaenda kuchezwa kule Zanzibar. Ina maana kwamba kwenye upande wa mapato klabu ya Simba haitopata mapato mengi zaidi kama ambavyo wangecheza katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, kwa sababu kwa Mkapa naamini wangepata kiwango kikubwa cha fedha kwa sababu ya idadi kubwa ya watu ambao wanaingia kwenye ule uwanja, na naamini kwa ubora wa Simba, kwa hamasa za mashabiki wa Simba, kwa hamasa za msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ally, wana uwezo mkubwa kabisa wa kuweza kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa tena siku 3 hadi 4 kabla ya mechi. Naamini hivyo kwa sababu hii ni mechi ya kihistoria sana kwao, watu wengi walikuwa wanaisubiria na hatimaye inakaribia kufika. Lakini kupelekwa katika uwanja wa New Amani Karume imekuwa ni tofauti katika masuala ya mapato, kwa sababu uwanja unaingia watu 15,000. Ina maana niseme ni robo yake ya uwanja wa Mkapa. Ina maana kwamba hata mapato hayatakuwa ya kutosha kwa sababu ni idadi ndogo ya watu ambao wanaingia. Naamini kwenye uwanja wa New Amani lazima uwanja utajaa, lakini mapato hayatakuwa ya kutosha kwa sababu ya idadi ndogo ya watu ambao wanaingia. Lakini katika sehemu ya pili, katika sehemu ya kiufundi zaidi, unajua sehemu ya kiufundi zaidi Simba inakuja kuathirika kwa sababu ya ile hali ya mazoea. Unajua kuna mtu ile hali ya mazoea inamjengea confidence mtu yoyote sehemu yoyote. Kwa sababu gani? Mechi ilipopelekwa Zanzibar wengi wamestuka na kuweza kuweka sababu za kuwekea Simba 3% za kuchukua ubingwa, kwa sababu tayari imani yao ishawajenga ya kwamba Simba ikicheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa inafanya vizuri kwa 100%. Sio mara moja, sio mara mbili, ni ndani ya miaka 4 mfululizo Simba katika uwanja wa Benjamin Mkapa ni timu hatari, ni timu tishio barani Afrika. Sasa inapohama nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa, huwa Simba wanapata tabu sana katika mechi zao za kimataifa. Tuliona hata mechi ile ya nusu finali na wale wa Saudi, tuliona Simba namna ambao walipata tabu sana hadi anakuja kupata lile goli ambao ndio limeweza kuwavusha hadi kufikia katika hatua ya finali. Ina maana kwamba ile hali ya mazoea inapunguzia confidence, kuanzia kwa mashabiki kidogo confidence inapungua, na hata kwa baadhi ya wachezaji ambao wanaamini na imani yao inawaaminisha kwamba tukicheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa matokeo lazima, yani ni swala la muda tu, lakini ushindi lazima upatikanike wa namna yoyote, kuliko unapocheza katika nje ya Benjamin Mkapa
huwa inawezekana ile confidence ya kuamini kwamba hapa muda wote tunapata ushindi inapungua, na inapopungua confidence, jua hata utendaji wao kazi, hata ufanisi wao ndani ya pichi utakuwa mdogo, kwa sababu ya ile hali ya hofu ambao imemjia mchezaji husika ambaye atakayeingia katika huo mfumo wa hofu, na basi anashindwa kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi, hatimaye ataikosesha timu yake ushindi ambao unastahili kupatikanika, kwa sababu ya ile hofu tu ya kujua kwamba huu uwanja huwa hatuna historia nayo nzuri. Kwa hiyo hizo ni pande mbili ambazo Simba Sports Club inaathirika kutokana na kuhamishwa kwa uwanja huo kutoka Benjamin Mkapa kwenda New Aman Karume Zanzibar. Na hayo ndo maoni yangu, kama kulikuwa na uwezekano ili Simba awe na confidence kuanzia kwa wachezaji, mashabiki hadi viongozi, hadi kuweza hata kuwatisha wageni, ni kuweza kuchezea katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Kama wewe unaonaje hii swala, namna ambavyo lilivyotangazwa, na wewe unalichukuliaje? Na maoni yako ni muhimu sana kuyashusha hapo chini kwenye comment, ili tuone tunaweza tukashauriana nini na tufanye nini ili tuweze kuboresha na kujenga zaidi timu zetu za Tanzania kwa ujumla. Asante kwa kusikiliza na utikie usikivu.